Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche amesema wamewasiliana na shirika la soka Afrika kuhusu maandalizi ya mashindano ya kombe la mataifa la Afrika, wakieleza kuwa kuna madai ya kuwepo kwa ugaidi nchini Tanzania. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche ametoa kauli hiyo wakati akizungumza kuhusu hali ya usalama na madai mbalimbali yanayohusishwa na Tanzania, akifafanua kuwa hatua hiyo iliyochukuliwa baada ya kusikia taarifa zinazodai kuwepo kwa vitisho vya usalama nchini. Kwa mujibu wa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, chama chake kiliandika barua hiyo kwa shirikisho la soka Afrika kikiomba shirikisho hilo kuangalia kwa umakini swala la usalama kabla ya kuamua kuhusu Tanzania kuwa mwenyeji wa mashindano hayo makubwa ya barani Afrika. Kiongozi huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo ameeleza kuwa hatua hiyo haikulenga kuizuia michezo kufanyika nchini Tanzania, bali ilikuwa ni sehemu ya kile alichodai kuwa ni kuwasilisha hoja kuhusu hali ya usalama. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema kuwa endapo madai ya kuwepo kwa vitisho vya usalama yataendelea kutolewa, ni muhimu kwa mamlaka husika na waandaji wa mashindano hayo kuchukua tahadhari zinazofaa ili kuhakikisha usalama wa wachezaji, viongozi, wageni na mashabiki. Katika maelezo ya hayo, John Heche pia amerejea swala la barua ambayo chama cha demokrasia na maendeleo iliwahi kuandikia shirika la mpira la miguu duniani kuhusu klabu ya Yanga, akieleza kuwa walipopata majibu kutoka shirikisho la dunia waliona wamepewa majibu ambayo hayakuwa yatarajia. Akizungumzia zaidi swala la maandalizi la kombe la mataifa ya Afrika, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche amesema chama chake kimechukua hatua hiyo kwa kuzingatia taarifa wanazodai kuwa zimekuwa zikitolewa kuhusu hali ya usalama. Hata hivyo, madai hayo yaliyotolewa na kiongozi huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo yanahitaji kutenganishwa na taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka ya usalama na taasisi zinazohusika moja kwa moja na maandalizi ya mashindano hayo. Mashindano ya kombe la mataifa la Afrika ni moja ya mashindano makubwa zaidi ya soka barani Afrika. Hivyo swala la usalama huwa ni sehemu muhimu katika maandalizi ya mashindano makubwa ya kimataifa. Nchi mwenyeji inatarajiwa kuhakikisha viwanja vya michezo, maeneo ya kufika wageni, miundo mbinu ya usafiri na maeneo mengine muhimu yana mazingira salama kwa washiriki wote. Kauli hiyo ya makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema imeibua mjadala mpana kuhusu namna masuala ya kisiasa, usalama na michezo yanavyoweza kuingiliana katika uwanja wa kitaifa na kimataifa. Katika upande mmoja ukisisitiza umuhimu wa kuangalia usalama wa raia na wageni, upande mwingine unaona kuwa taarifa zinazohusisha nchi na vitisho vya usalama vinapaswa kuwa na ushahidi imara na kudhibitishwa na mamlaka husika za serikali. Kwa sasa kauli ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche imeongeza mjadala kuhusu maandalizi ya Tanzania katika kushiriki au kuwa sehemu ya maandalizi ya kombe la mataifa la Afrika, huku swala la usalama likiwa moja ya mambo yanayoweza kupewa uzito mkubwa katika mashindano ya aina hiyo. Umma unalazimika kusubiri taarifa rasmi kutoka shirikisho la soka Afrika, mamlaka za usalama za Tanzania na taasisi nyingine zinazohusika ili kupata picha kamili kuhusu madai hayo ya hatua zinazoweza kuchukuliwa. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo amebainisha kuwa msingi wa uamuzi wao wa kuandikia barua hilo ulitokana na kile alichokieleza kuwa ni haja ya kuweka wazi hali ya usalama kabla ya tukio hilo kubwa kuanza. Kiongozi huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo amesisitiza kuwa ulinzi wa raia na wageni ni jambo linalopaswa kupewa kipaumbele na waandaji wote wa michezo. Taarifa hizo zilizowasilishwa na John Heche kwa shirikisho la soka Afrika zinakuja wakati ambapo maandalizi ya mashindano la kombe la mataifa la Afrika yakiendelea kuratibiwa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche
ameeleza kuwa chama chake kinatazama usalama kama nguzo kuu ya wenyeji wa mashindano yoyote ya kimataifa. Katika ufafanuzi wake kuhusu mawasiliano ya awali na shirikisho la mpira la miguu duniani kuhusiana na klabu ya Yanga, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche ameonyesha kuwa chama cha Chadema kimekuwa kikijaribu kutumia taasisi za michezo za kimataifa kuwasilisha hisia zake kuhusu matukio mbalimbali nchini. Kiongozi huyo John Heche amekiri kuwa si kila mara majibu kutoka kwa taasisi hizo za michezo yanakuwa kama walivyotarajia. Swala hili la barua kwenda kwa shirikisho la soka Afrika limezua hisia tofauti miongoni mwa wadau wa michezo na wanasiasa nchini Tanzania, wakati makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche akitetea hatua hiyo kwa njia ya kutaka tahadhari ichukuliwe. Wadau wengine wanaoji usahihi wa kuhusisha masuala ya usalama na michezo bila kuwepo kwa taarifa rasmi kutoka vyombo vya dola. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche amefafanua kuwa lengo lao alikuwa kukwaza sekta ya michezo au kuzuia Watanzania kufurahia mashindano hayo. John Heche amesisitiza kuwa mtazamo wa Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kuwa viwango vya usalama vinadhibitiwa kwa kina na shirikisho la soka Afrika ili kulinda taswira na usalama wa kila mshiriki. Utekelezaji wa uenyeji wa kombe la mataifa ya Afrika inahitaji ushirikiano mkubwa kati ya serikali ya Tanzania, shirikisho la soka Afrika na mashirika mengine ya michezo. Kauli ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche kinaweka shinikizo la kisiasa na kijamii kwenye mamlaka hizo kueleza umma na shirikisho la soka Afrika kuhusu hatua halisi zilizochukuliwa kuimarisha ulinzi na usalama. Katika uwanja wa kimataifa, masuala yanayoguza usalama wa mashindano makubwa kama kombe la mataifa ya Afrika hufuatiliwa kwa karibu na mashirikisho husika. Masuala yaliyotolewa na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche yanaingia kwenye kumbukumbu za mijadala inayoguza maandalizi hayo, huku pande zote zikipima athari zake kiuchumi, kisiasa na kimichezo. Kiongozi huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo anaendelea kushikilia msimamo kuwa taarifa walizokuwa nazo ziliwastahili kuwasiliana na shirika la soka Afrika. John Heche amebainisha kuwa majibu na hatua zitakazochukuliwa na shirikisho la soka Afrika pamoja na serikali ya Tanzania ndizo zitakazotoa mwelekeo wa mwisho kuhusu swala hilo.